Serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump imeweka vikwazo dhidi ya majaji wanne wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC. Hatua hiyo iliyotangazwa Alhamisi inawalenga majaji waliotajwa kuidhinisha uchunguzi dhidi ya wanajeshi wa Marekani na washirika wake, hatua ambayo Marekani imeitaja kuwa isiyo halali na isiyo na msingi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio katika taarifa yake kali alisema ICC imejipa mamlaka yasiyo na mipaka kuchunguza, kushtaki na kuhukumu raia wa Marekani na washirika wetu. Aliongeza kuwa hatua hizo zinakiuka uhuru wa Marekani na kuhatarisha usalama wa kitaifa, hasa ikizingatiwa uhusiano wa Israel. Majaji waliolengwa ni Solomi Barungi Bosani kutoka Uganda, Ruth Dekamer Ibanez Karanza kutoka Peru, na mwingine ni Rein Adelaide Sophie Arapin Ganso kutoka Benin, Betty Hora kutoka Slovenia. Kwa mujibu wa maelezo ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, majaji Bosa na Ibanez Karanza waliidhinisha uchunguzi wa mwaka 2020 kuhusu tuhuma za uhalifu wa kivita nchini Afghanistan uliodaiwa kufanywa na vikosi vya Marekani wakati wa utawala wa Donald Trump. Vikwazo hivyo vinahusisha kuzuiwa kwa mali zote za majaji hao zilizo ndani ya Marekani, pamoja na marufuku kwa kampuni au watu binafsi wa Marekani kujihusisha nao kifedha, kibiashara au kuwapatia huduma yoyote. Vilevile, vikwazo hivyo vinaambatana na marufuku ya kuingia Marekani kwa majaji hao na familia zao. Mahakama ya ICC kupitia taarifa yake rasmi ililaani hatua hiyo vikali na kusema kuwa inajaribu kuharibu uhuru wa mahakama ya kimataifa inayofanya kazi chini ya mkataba wa Roma na kuungwa mkono na zaidi ya nchi 120 duniani. Tunaona hili kama jaribio la kukandamiza uwajibikaji wa kisheria kwa wale wanaowajibika kwa uhalifu mkubwa wa kivita, ICC ilisema katika taarifa hiyo. Kuwalenga wale wanaofanya kazi ya kutafuta haki hakuleti msaada wa raia walioko maeneo ya migogoro, bali kunawapa nguvu wale wanaoamini wanaweza kutenda bila kuadhibiwa. Wachambuzi wa sheria na mashirika ya haki za binadamu wameelezea hofu yao, wakisema hatua hiyo inaweza kuweka mfano mbaya wa kutisha katika juhudi za kimataifa za kushughulikia uhalifu kama mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita. Ingawa Marekani si mwanachama wa ICC na haijatia saini ya mkataba wa Roma, tawala zilizopita zimekuwa zikichagua kuonyesha upinzani wao kupitia njia ya kidiplomasia badala ya vikwazo vya moja kwa moja. Kadri dunia inavyopokea kwa mshituko hatua hii ya Marekani, bado haijajulikana ni athari zipi itakuwa nazo kwa uhusiano wa baadaye kati ya Marekani na mashirika ya kimataifa na haki na uwajibikaji wa kisheria. Hii ni ripoti ya MediaWire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika, na mimi ni Joseph